Misitu ni chanzo kikubwa sana cha nishati ya kupikia nchini Tanzania. Inakadiriwa kwamba 90% ya wakazi wa Dar es Salaam wanategemea mkaa kama chanzo pekee cha kupikia, na pia zaidi ya magunia 28,000 ya mkaa yanaingizwa kila siku jijini Dar es Salaam kutoka mikoa mbalimbali. Vilevile, sekta ya mkaa imeonekana kuwa na mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa nchi. Katika mwaka 2009 peke yake, sekta ya mkaa ilikadiriwa kuchangia kiasi cha dola za Kimarekani milioni 650 kwenye uchumi wa nchi. Hata hivyo, kutokana na mapungufu yaliyopo katika sekta ya mkaa, kama vile kutokuwa na usimamizi madhubuti, kutotambulika kwa sekta ya mkaa, na mara nyingi kuonekana na biashara ya watu maskini, kutosimamiwa kwa sheria na mambo mengine mengi, kumesababisha kuwepo kwa matumizi yasiyoendelevu ya rasilimali za misitu, na hivyo kusababisha uharibifu mkubwa unaotishia kutoweka kwa misitu hii. Ili kukabiliana na changamoto hizo, Shirika la Kuhifadhi Misitu ya Asili Tanzania TFCG na Mtandao wa Jamii wa Usimamizi wa Misitu Tanzania MJUMITA wanatekeleza mradi wa mkaa endelevu wenye lengo la kukabiliana na uharibifu wa misitu unaosababishwa na utengenezaji wa mkaa kiholela. Mradi unafanya kazi na jumla ya vijiji 8 ambavyo ni Dodoma, Isanga, Nyali, Kigunga, Ulaya Mbuyuni, Ulaya Kibaoni, Ihombwe, Kisanga na Msimba. Mradi huu unatekelezwa kwa kipindi cha miaka 6, ambapo miaka 2 ya mwanzo ni ya majaribio na kujifunza, na baadaye ikifuatiwa na miaka 4 ya utekelezaji. Mradi wa mkaa endelevu ulizinduliwa rasmi wilayani Kilosa mwezi Juni mwaka 2012. Mradi wa mkaa endelevu ni mradi ambao unalenga kuwawezesha wanavijiji katika kusimamia misitu yao vijiji kwa njia endelevu, pamoja na kufanya uvunaji endelevu wa rasilimali za misitu ya vijiji kwa ajili ya kujipatia matumizi mbalimbali ya mazao ya misitu kama vile mkaa, mbao na kuni. Sababu kubwa ya kuanzisha huu mradi wa mkaa endelevu ni kutokana na kwamba kwanza uchomaji wa mkaa kimekuwa ni chanzo kikubwa cha utowekaji wa misitu. Tanzania utumiaji mkaa ni nishati kubwa, na kwa mjini mkaa unatumika kama nishati. Kwa vijijini mkaa unatumika kama kipato, na mara nyingi wananchi wa vijijini hawatumii mkaa, isipokuwa wenyewe wanatumia kuni, lakini wao mkaa ni wanaona mkaa ndio chanzo kikubwa cha kujiingizia kipato kwa urahisi. Kuanzisha kwa huu mradi ni kuhakikisha kwamba tunakabiliana na hiki kichocheo cha uharibifu wa misitu ambao hauzingatii matumizi endelevu. Kutokana na wananchi kutopewa madaraka ya kusimamia moja kwa moja rasilimali na mapato yatokanayo na mazao ya misitu, TFCG kwa kushirikiana na MJUMITA iliona kuna haja ya serikali kufanya mabadiliko ya kisera, sheria na miongozo itakayosababisha kuwepo kwa uratibu utakaowanufaisha wadau wote wa sekta ya misitu. Wananchi kwa ujumla, hasa wananchi wanaoishi pembezoni mwa misitu, hawafaidiki kabisa na zile rasilimali za misitu, hasa wale wanaoisimamia ile misitu yenyewe. Mara nyingi tunachokiona ni kwamba wanaonufaika na misitu hiyo ni wafanyabiashara wale wakubwa ambao wanakuja kununua mikaa katika yale maeneo, na serikali inayotoza ushuru ile mikaa, na pia labda tukisema wachoma mkaa wale wachache ambao wananufaika zaidi na hiyo biashara, lakini wengi ni kwamba hawanufaiki. Na tunaona kabisa kwamba uvunaji unaotumika katika kuvuna miti kwa ajili ya kutengeneza mkaa ni uvunaji ambao ni holela sana, ambao unaharibu misitu, na kwa kiwango kikubwa, kwamba uharibifu huo misitu unasababisha misitu mingi inapotea, na wananchi walioko katika maeneo yale unakuta kwamba hawawezi kufuatilia kwa sababu wanaona kwamba hiyo misitu sio ya kwao na haiwanufaishi. Kwa hiyo hawawezi wakafanya juhudi zozote katika kuhakikisha kwamba wanazuia hiyo uharibifu usiendelee. Kwa hiyo kwa kuona tatizo hilo, kaona kwamba ni vizuri uwasaidie wananchi katika kuanzisha utaratibu ambao utapelekea wananchi waweze kupata kiwango kikubwa cha mapato yanayotokana na uzalishaji wa mkaa kwa njia ambayo ni endelevu, yaweze kubaki kwa wanakijiji wenyewe ambao wanahifadhi ile misitu. Ni ule utaratibu ambao wananchi wenyewe wanakuwa na jukumu kubwa la kukusanya mapato, kutoa vibali. Mwisho wa siku wao ndio wanaweza kunufaika na hii zoezi zima la mkaa endelevu. Tunapendekeza kwamba vijiji vinavyoshiriki
kwenye usimamizi shirikishi wa misitu, wanaohifadhi misitu yao wenyewe, wapewe mamlaka ya kukusanya ushuru ambao unatokana na uzalishaji wa mkaa endelevu kwenye misitu ya vijiji. Utaratibu mwingine ambao tunaupendekeza ni kwamba vijiji vile vinavyoshiriki katika usimamizi wa misitu wapewe mamlaka ya kutoa vibali vya uvunaji wa miti kwa ajili ya kutengenezea mkaa. Kwani utaratibu unaotumika kwa sasa hivi ni utaratibu wenye milolongo mirefu sana, ambao unamtaka anayetaka kuzalisha mkaa aende mpaka wilayani akapate kibali ndio arudi kuja kutengeneza mkaa. Lakini sasa ukiangalia hali za wananchi wengi kwa kweli ni duni. Sasa ili kuondoa huo usumbufu wote, tunaomba kwamba vibali vya uvunaji wa miti kwa ajili ya kutengenezea mkaa endelevu basi viweze kutolewa kwenye ngazi za kijiji. Mwisho tunapendekeza kwamba mapato ambayo yanapatikana kutokana na uzalishaji wa mkaa ambayo yanakusanywa na kijiji ni lazima yatumike katika kusimamia misitu, yani asilimia kubwa itumike katika kusimamia misitu na asilimia nyingine itumike katika shughuli za maendeleo. Na hiyo matumizi haya aina yote yanayofanywa lazima yafanywe kwa idhini ya wanakijiji wote. Na maana kijiji kikae kiamue kabisa kwamba sisi tunatenga asilimia kama ni 60 basi ielekee katika kusimamia misitu. Rasilimali za Kisanga ni za kwenu, na watu ambao wenye haki ya kunufaika na hizo rasilimali ni nyinyi, watoto wenu, wajukuu wenu. Je, mchango wa wanamjumita katika kuhakikisha kwamba utaratibu huu unapitishwa na serikali ni upi? Kwanza, Mjumita ni chombo cha wananchi. Kazi yao kikubwa ni kurekebisha na kufanya yote ambayo inapaswa kufanywa ili wananchi wanufaike na misitu na ile rasilimali ya misitu. Kwa hiyo sasa kwa Mjumita wao wanatetea, wanajaribu kujadili kuhusu utaratibu huu ambao umependekezwa ili uweze kuwa kwa manufaa ya wananchi. Kwa hiyo kuna shughuli mbalimbali wanazofanya, mikutano wanakutana ili kuweza kutetea hii hoja, ili serikali iweze kuona na ifanye marekebisho katika sera na sheria ili waweze kunufaika na utaratibu huu. Kwanza kabisa tunafanya tafiti mbalimbali kwa ajili ya kuangalia sera, sheria na miongozo iliyopo. Je, ni kwa kiwango gani inatoa fursa ya wananchi kunufaika na usimamizi shirikishi wa misitu? Na baada ya hapo tunaangalia pia ni mapungufu gani yaliyoko kwenye sera. Na pia tunatembelea maeneo mbalimbali ambayo tayari wanatekeleza shughuli kama hizi. Changamoto gani wanazokabiliana nazo? Matokeo ya tafiti hizi tunawasilisha kwa wadau mbalimbali wakiwemo wananchi wenyewe, waheshimiwa madiwani, wafanyakazi wa serikali ili kuongeza uelewa wa utaratibu uliopo wa sasa kuhusu biashara ya mkaa na utaratibu ambao tunaupendekeza. Na hii yote tunasema kwamba iweze kusaidia katika kufanya ushawishi kwa serikali iweze kupitisha huu muundo mpya ambao tunaupendekeza. Na tunatumia mikutano mbalimbali, tunakaa na wananchi na kuwaleta wadau mbalimbali wanaweza kujadili changamoto zinazoikabili sekta ya mkaa kwa ujumla. Na mwisho tunawawezesha wananchi kufanya ushawishi. Wananchi kwa kushirikiana na viongozi wao ambao viongozi wao wakuteuliwa ambao ni waheshimiwa madiwani, viongozi wa serikali za vijiji na pamoja na wabunge kushawishi serikali iweze kupitisha. Mara nyingi tunawaunganisha na vyombo vya habari, wanaweza kuongea changamoto wanazokabiliana nazo katika huu muundo na jinsi gani wanavyohitaji huu muundo mpya ili waweze kuwasaidia katika kuboresha maisha yao ya kila siku. Kisanga safi, kaendelevu, rafiki wa misitu, safi kabisa. Utaratibu huu ukipitishwa, sisi kama kamati tutafurahia sana. Kwa sababu gani? Mara ya kwanza tulikuwa omba, hata tunapokwenda kufanya doria tulikuwa tunaomba. Na imani ukipitishwa utaratibu huu utakuwa mzuri zaidi, kwa sababu sisi tutakuwa tunaenda tu kwenye halmashauri tunaomba ipitishe bajeti ambayo sisi kama tunaenda kufanya doria tutakuwa tunapewa posho. Kwa kweli utaratibu tunaishauri serikali ni vizuri pale wanaposhauriwa kurekebisha, kama ni sheria, kama ni kanuni, kama ni mwongozo, kwa kweli wajitahidi kurekebisha ili kuendana na kufanikisha zaidi mradi huu uweze kuendelea. Unaona? Kwa sababu kwa mfano mara nyingi huku tunakutana na shida, hasa ile TP kutolewa wilayani. Yaani ni afadhali pale ikatolewa pale kijijini ili ikasaidia hata kudhibiti ile mizigo.
kwa sababu mtu anaenda anasema mwingine mimi na magunia 70, lakini wewe wilayani huna hakika kwamba kweli wana mizigo magunia 70 kwenye hilo lori. Je, wadau wengine wanazungumziaje utaratibu huu unaopendekezwa na mradi wa mkaa endelevu? Baada ya kupokea mradi, mchakato wa kwanza ulianza vikao mbalimbali kupitia kwenye vitongoji, kisha tukafanya mkutano mkuu wa kijiji na wanakijiji wakaukubali mradi. Lakini mikutano ya kwenye vitongoji tuliteua wajumbe wawili kuingia kwenye kamati ya maliasili ya kijiji, pia wajumbe wawili kuingia kwenye kamati ya matumizi bora ya ardhi ya kijiji. Na mkutano mkuu uliridhia majina yote hayo yaliyochaguliwa kupitia mikutano ya vitongoji. Ule muundo wa kutoa leseni katika vijiji vilivyoteuliwa rasmi kwa mradi wa mkaa endelevu tumeufurahia kwa sababu imetupunguzia zile changamoto ambazo tulikuwa tunazipata na tunaendelea nao vizuri. Saizi tunavyoingia kwenye EDU kuchoma mkaa lazima tupitie kwenye maliasili, tunapewa vibali, tunaendelea kuchoma bila kugubuziwa na mtu yoyote. Sasa hivi watu wako huru. Muda wote unapotaka kwenda kuchoma unaenda kwa katibu wa maliasili, unapewa kibali, unaingia kwenda kuchoma. Hata wakija watu wengine labda kutoka halmashauri, ukiwa na kile kibali hawawezi kuchukua ule mkaa wako. Na ndio maana watu mwanzo walikuwa wanaogopa kuingia kwenye EDU wakijua labda wanatutega mtego ili wakatukamate, lakini baada ya kupata elimu kupitia TFCG watu wengi sasa wameshaamka, wanaingia kwenye EDU maana wanajua tayari kuna vibali vinatolewa bure na watu wanaendelea kufaidika ndani ya EDU. Kwa kweli tunaushukuru sana mradi, umetupa fursa nyingi sana. Mojawapo ikiwa kama kukabidhiwa rasilimali zote za msitu zibakie ndani ya kijiji chetu. Na maana mapato yote ya kijiji yanabakia hapa katika kijiji chetu. Sio kama hapo mwanzo walikuwa wilaya wanachukua ushuru wote unaotokana na rasilimali za kijiji. Huko wanaleta asilimia chache tu. Tumefaidika kiasi kikubwa. Moja, kwamba zile fedha zote zitikonazo na rasilimali misitu zimekuwa ni mali yetu. Tunakaa sisi wenyewe kama wananchi kuzipangia matumizi kwa maendeleo yetu sisi wenyewe. Mbili, kwamba hata yule mfanyabiashara au mchoma mkaa au mwanakijiji wa hapa ananufaika kupitia mfumo huu wa uchomaji, kwa sababu halmashauri ilishafikia mahala ilikuwa inazuia. Lakini kumbe lengo sio kuzuia, kwa sababu ni kipato chetu kwa sisi wananchi wa hali ya chini. Wafadhili wakaligundua kwamba baada ya kuzuia sasa waamue kuboresha. Kwa hiyo sasa hivi mwananchi mmoja ameweza kupata faida kwa kupitia mkaa, anachoma na anauza, anapata fedha kwa kipato chake ambako maendeleo ya yeye na familia yake. Lakini pia halmashauri ya kijiji, ninapozungumzia halmashauri ya kijiji manake na mwananchi huyo kwa ujumuiya badala mmoja tunafaidika. Ni mradi mzuri, wananchi wameupokea vizuri, kwani mapato mengi yatokanayo na mali asili yanabaki kijijini. Lakini vile mmeweza kutuandalia matumizi bora ya ardhi. Kuna maeneo yametengwa kwa ajili ya uvunaji, kuna maeneo yametengwa ambayo haruhusiwi kwa uvunaji. Kwa tunashukuru sana, mradi umepokelewa. Hakika utaratibu huu unaopendekezwa na Mjumita kwa kushirikiana na TFCG juu ya wananchi kupewa mamlaka ya kusimamia mazao yatokanayo na misitu umepokelewa kwa shangwe kubwa na wadau wanaotekeleza mradi huu. Lakini kabla ya kuanzishwa kwa mradi huu, hali ilikuwaje? Kabla ya kuanza kujifunza mkaa endelevu, tulikuwa tunaingia tu polini na kukata miti, na tulikuwa tunatumia matanuri ya kizamani ambayo yanatumia miti mingi na kupata mkaa kidogo, kwa sababu tulikuwa na haraka, hatujajua jinsi ya utengenezaji mkaa ulio bora. Tunakata miti pasipo kipimo, umeona? Tunapanga pasipo uelekezi wowote, umeona? Kwa hiyo ule mkaa tulikuwa tunapata hasara kwa sababu mkaa ule ulikuwa unatoa chenga, umeona? Kwa hiyo ulikuwa unatusumbua katika nini? Uuzaji wetu. Tulikuwa hatupewi vibali na maliasili, tulikuwa tunatumia kama kuiba tu. Kwa hiyo maliasili wanapokuja wao walikuwa wanakuja wanataifisha mikaa au tunapigwa faini shilingi 50,000. Kwa kuwa Mjumita na TFCG wamedhamiria kuhakikisha kuwa wananchi wanaozungukwa na misitu ya asili ya hifadhi wananufaika na rasilimali zitokanazo na mazao ya misitu, TFCG na Mjumita wamehakikisha kuwa wanaweka utaratibu utakaowawezesha wanakijiji kuzalisha mkaa ulioendelevu. Katika zoezi la kuandaa mpango wa matumizi bora ya kijiji, wanavijiji wanatenga maeneo yao ya kijiji kwa matumizi mbalimbali. Mathalan, tunawezesha katika kutenga eneo la msitu wa hifadhi wa kijiji. Vile katika maeneo mbalimbali kwa matumizi mbalimbali, kwa mfano maeneo ya kilimo, maeneo ya makazi na kadhalika. Katika msitu huo, hapo ndipo tunawezesha katika kuandaa mpango wa kusimamia msitu wao kwa njia endelevu.
kuwatuwezesha vijiji kuweza kuandaa mpango wa usimamizi shirikishi wa msitu pamoja na sheria ndogo. Katika ule msitu wa kijiji tunazidi kuwezesha katika kutenga maeneo mbalimbali kwa ajili ya uvunaji. Hizi zinazita ni EDU ama kanda za uvunaji wa miti kwa ajili ya uchomaji endelevu wa mkaa. Kuna EDU ya mbao, EDU ya kuni, kuna EDU ya mkaa ambayo EDU hiyo ndio inasifanya mambo yote ya kutengeneza mkaa. Vile vile hiyo EDU ya mkaa imegawanywa katika ploti ndogo ndogo. Zinazo ploti sisi katika EDU yetu ya mkaa ya kijiji cha Ulaya Mbuyuni kuna ploti zipo 20 ambazo hizo ploti zimewekwa kwa sababu ya kuhifadhi wa misitu. Hizo ploti navunwa kila ploti moja kipindi cha mwaka mmoja. Kusudi yani mpaka tukimaliza zile ploti zote 20, hii ploti ya kwanza tulioanza kuivuna huko inakuwa tayari nayo ipo tayari tena kwa kuvuna miti tena. Kusudi ule uasilia wa mazingira ubakie kama ulivyokuwa mwanzo. Dhana hii ya usimamizi shirikishi wa misitu ina mchakato ili kukamilisha. Na ule mchakato ni mrefu kwa sehemu kiasi. Na imekuwa vigumu vijiji vingi kuweza kufanikiwa kuingia katika mchakato huo na kunufaika. Kwa hiyo tatizo kubwa tunaloliona ni kwamba tuna wataalamu wachache wanaoweza kuwezesha zoezi hili lifanyike katika vijiji ili viweze kutenga msitu wao, waweze kutunga sheria, ziweze kupitishwa na halmashauri za wilaya, maana sheria zile sheria ndogo za vijiji ziweze kupitishwa na halmashauri za wilaya, na hivyo kupata haki ya kisheria ya kumiliki na kutumia rasilimali za misitu katika maeneo walioyatenga. Kwa hiyo unapokuwa na watumishi wachache na rasilimali chache, uwezekano wa kuwapata wadau wote waingie kwenye mchakato huu inakuwa ni shida kidogo. Sasa hivi watu wengi wamegundua kwamba katika misitu kuna faida. Kwa hiyo wengi wanahitaji kuingia kwenye mchakato huo. Ule mradi ulivyokuwa umekuja walitoa elimu. Baada walivyokuwa wametoa elimu tukaitwa, jamani kuna mradi wa mkaa endelevu. Tutawaleta walimu wakuja kuwafundisha mkaa endelevu. Tukapokea ule mradi. Baada ulivyokuwa umekuja ule mradi na walimu walivyokuja wakatuambia twende sehemu ya nini? Ya EDU zilizopimwa wa kuchomea mkaa endelevu. Tukatoka pale tukaenda nao kule. Baada ya kwenda nao kule walimu wakaanza kutuelekeza miti ya kukata. Tulitengewa msitu wa kukata mkaa. Alafu tulivyotengewa ule msitu tukapewa vipimo. Ule mti tunaoenda kukata msituni uwe na kipenyo cha sentimita 20. Tukisha ukata ule mti kuna vipimo. Na ukataji wake tukaanza kutoka chini ya ardhi, mwanzo wa kukatia miti 1.5 kisiki. Kisiki kile kinakatwa kwa ulalo na tutumie shoka. Ukitumia sege ule mti hauwezi kuchipua. Baada hapo wakatuelekeza jinsi ya kukata vile vipingili. Tunacharanga ile miti kwa sentimita 50, yani urefu wa gogo. Tunakuja kutandika reli na kuanza chaga ndogo ambazo vijiti vikavu tunapeleka au majani makavu. Tunasukuma kuni ndogo za wastani na kuanza kuendeleza kupanga magogo yalikuwa saizi makubwa. Kisha hapo tunatega apron ambazo za kusaidia ukabunishaji ndani ya tanuri ili ile tanuri lisigusane na udongo tunauziba pembeni, na kutega doani ili iende mchemuo kwa urahisi. Tunawasha moto na kuendelea mchemuo na shughuli za ufuatiliaji ukaguzi wa tanuri tunaendeleza. Kuna tanuri ambayo tumejifunza inaitwa tanuri bora la kichuguu udongo. Haina kama hili hapa kwa mfano kama hivi unaona kama huo moshi unaotoka hiyo hapo tunaita dohani. Kitu ambacho mara kwanza sisi tulikuwa hatufanyi vitu kama hivyo. Tulikuwa tunatoboa tu mashimo pembeni humo. Sasa baadaye tukafundishwa kusema kwamba namna ukitaka kwamba mkaa utoke vizuri basi ni bora kutumia njia kama hii hapa. Baada ya kutenga ule msitu na tukapata ile eneo dogo la usimamizi la mkaa, kilichofuata ni kuhakikisha kwamba lile eneo linajulikana lina ujazo kiasi gani. Tumegawa ule ujazo
katika mpango ambao wa miaka 20 mpaka 25. Kwa hiyo kwa mwaka inajulikana ni kiasi gani. Kwa hiyo kile kiasi ambacho kinajulikana kwa mwaka ndicho ambacho kijiji kinatakiwa kikate leseni. Kwa maana hiyo basi kuna vibali ambavyo vinatolewa ambavyo ni vitatu. Kibali cha kwanza ni kile cha kumruhusu mvunaji kuingia ndani ya msitu, cha pili ni kukata leseni, na cha tatu ni kile cha kusafirisha mazao ya msitu kutoka wilaya moja kwenda nyingine. Vibali vinavyotolewa na kijiji ni vile vya kuingia msitu na kile kibali cha leseni. Lakini kibali cha kusafirisha mazao ya msitu kinatolewa na halmashauri ya wilaya Kilosa. Sasa hiki kibali kina mlolongo mrefu. Ni mfanyabiashara anatakiwa aje mpaka wilayani. Haijalishi yuko eneo gani, lakini lazima apate kile kibali kutoka wilayani. Na kwa utaratibu ulivyo kwa sasa hivi ni kwamba mfanyabiashara analipia ule mkaa kwenye lile eneo ambako unavunwa. Baada ya hapo akishamaliza kuvuna atakuja kulipa ushuru wilayani. Na kama utasafirisha ule mkaa nje ya wilaya basi itabidi apate kibali. Sasa kwa huu mradi wetu wa mkaa endelevu utaratibu bado ni ule ule kwamba kwa gunia moja mfanyabiashara analipia kati ya shilingi 10,000 hadi 12,000. Halafu pili analipia ushuru kwenye serikali ya kijiji au kwenye kamati ya maliasili ya msitu wa shilingi 14,500. Halafu kuna ushuru wa wilaya wa halmashauri ambao ni shilingi 1,000. Na kusafirisha mkaa kwa mfano lori labda la kuanzia tani 7 kibali cha usafirishaji ni shilingi 6,500. Kwa hiyo ndio utaratibu mzima ulivyo kwa sasa hivi. Sisi kama madiwani kwanza wenye miradi hii ya mkaa endelevu, kwa kweli tumechukua hatua ya kuwashawishi madiwani wenzetu kwanza waukubali mradi kupitia vikao vyetu mbalimbali, tuweze kuzungumzia vile ambavyo vinakuwa vikwazo kwenye mradi huu wa mkaa endelevu, ili tuweze kuangalia yale mapungufu ambayo kama halmashauri tunatakiwa tuyarekebishe. Kama wasimamiaji wa sera na miongozo, kuna baadhi ya mambo tulishakaa kwa vikao mbalimbali na yameshapitishwa, lakini kuna baadhi ya mambo bado, hasa kwenye swala la utoaji wa TP. Tutakaa tu namna gani vijiji kuwezesha waweze kutoa na TP, kwa sababu imekuwa kuna usumbufu mkubwa sana kwa utoaji wa TP. Mapato yote yanakuwa yanalipwa vijijini, lakini kibali cha kusafirishia lazima mtu aende wilayani. Kwa hiyo tunakaa kama tunga sera, nafikiri swala tutalipitisha bado kana wataalamu na kubadilishana nao mawazo. Japokuwa mradi wa mkaa endelevu umetimiza miaka 2, mafanikio yatokanayo na utekelezaji wa mradi huu yamekwishaanza kuonekana, kwani ni mambo mengi makubwa yamekwisha tekelezwa kutokana na faida zitokanazo na mradi huu wa mkaa endelevu. Tangu tuanze kutumia huo utaratibu kwa kweli tumepata manufaa mengi. Kijiji chetu kama maliasili wamekusanya hela nyingi sana kupitia huo ushuru wa mkaa. Kwa hiyo ile hela wanayokusanya inafanya mambo ya kijiji. Tunatengeneza shule, tumetengeneza madawati shuleni na sasa hivi tuna mpango wa kujenga ofisi. Lakini sambamba na hilo, kuna mambo ambayo tulikuwa tumeyafanya kupitia rasilimali mkaa. Moja, tumeweza kujenga nyumba ya mganga ya zahanati ya Kicha Ihombwe, ambao hii ilitakiwa afanye maendeleo mwananchi mmoja mmoja, lakini kupitia fedha hizo wananchi wakajipata kujipumzisha, wakatoa tofali, lakini fedha zote na gharama zote za vile vifaa vya ujenzi vimetokana na fedha za rasilimali mkaa endelevu. Kwa hiyo uongozi wa kata unajua, mheshimiwa diwani anafahamu hilo, mamlaka ya mji mdogo anafahamu hilo. Kwa hiyo pesa zinazotokana na ukusanyaji wa mkaa, matumizi yake ni maamuzi ya jamii nzima. Walimu ilikuwa ni shida kuja kukaa hapa, nyumba zilikuwa hazipo katika hali nzuri. Zimekarabatiwa nyumba, zimepigwa floor, hata walimu sasa hivi walivyo wanajisikia kama wapo hali ile ya kawaida, kama mwalimu kweli hadhi yake iko sawa. Kuna nyumba ya mwalimu ilitakiwa ifanywe ukarabati na imeshafanywa ukarabati, sasa hivi zimekwisha. Lakini kamati kupitia wananchi tumekaa kwenye mikutano, wameidhinisha kwamba lazima wanunue pikipiki. Kulingana na fungu letu tulikuwa nalo, kamati imeenda kununua pikipiki ya maliasili. Sasa hivi taarifa yoyote kama hivi unavyoona leo watu wameenda benki, hakuna usumbufu kwa sababu ni hela, na tumeona kwamba ile ilikuwa tatizo. Mtu akae barabarani pale asubiri usafiri ana milioni 2 au 3 au 4 na kidogo shida. Sasa tunawashukuru watu wa TFCG na Mjumita, elimu hii imefika, na watu wa maliasili wilaya vile vile pamoja. Naweza nikasema kwamba tunawashukuru kwa sababu miongoni mwao bado tuko nao katika mzunguko wa mradi huu
hivi sasa ikifika mwezi wa 6 tutakuwa tumetimiza miaka 2. Wale wananchi wanavyosimamia ile misitu kunakuwa na upungufu kidogo wa uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo ni faida kubwa sana tunaipata, na faida nyingine ni halmashauri nayo inapata mapato kulingana na vile vijiji, kwamba na ile utegemezi wa halmashauri, utegemezi wa vijiji kwenye ile halmashauri inakuwa inapungua. Dhana hii ya usimamizi shirikishi wa misitu imelenga kumkomboa mwananchi. Sera, sheria na miongozo imetungwa ambayo inampa nafasi mwananchi huyu kuweza kutumia rasilimali zilizopo. Nashauri kwamba ikiwezekana kila eneo ambalo wananchi wanaweza kutenga maeneo ya misitu, watenge, waweze kuisimamia na waweze kuyatumia. Maeneo yanapobaki bila kusimamiwa inakuwa ni nafasi ya wahalifu kuingia na kuharibu misitu hiyo. Tunahitaji kuona wananchi wanapata mabadiliko ya maisha yao kutokana na usimamizi wa misitu. Inawezekana. Je, wadau wa mradi wamejifunza nini katika kushawishi kupitishwa kwa utaratibu unaotoa motisha kwa jamii kusimamia rasilimali zao za misitu? Tujifunza hasa ni mwitikio chanya wa jamii katika shughuli hizi, hasa katika kipindi hiki cha miaka 2 ya awali. Lakini si hicho tu, ni kwamba jamii ikiwezeshwa katika swala zima la uhifadhi na usimamizi endelevu wa rasilimali za msitu, ina uwezo wa kusimamia misitu hiyo kwa faida yake. Ina uwezo wa kuweza kusimamia misitu hiyo na kuweza kujipatia kipato kwa ajili ya shughuli za maendeleo kijijini, na lakini kikubwa zaidi ni kipato kinachorudi katika kusimamia misitu yao kwa njia ambazo ni endelevu. Mimi nilichojifunza ni kwamba motisha ya kifedha kwa wananchi hasa wanaosimamia misitu kwa kweli inawatia ari ya kuweza kuimarisha au kusimamia misitu yao. Kwa sababu tumeweza kutembelea katika maeneo mengine ambao tayari wameanza huu utaratibu. Tumeweza kuona ni jinsi gani wanavyoshiriki moja kwa moja kusimamia misitu yao, na uhalifu unapungua kwa kiwango kikubwa sana. Na pia hata tukiangalia kwenye vijiji ambavyo tayari tumeanza kuanzisha huu utaratibu, watu tunaona ni kiasi gani wanavyojitolea, tunaona ni pesa wanaoipata wanavyoifanyia maendeleo kwa kiwango cha juu kuliko pesa inayotoka serikalini. Mkaa kama chanzo cha kipato kwa wananchi, tumeona ni vizuri tukaendelea kuwatumia wanaojihusisha na mkaa wenyewe, kwamba kwa sababu wao mkaa wanaona ni kama kazi ambayo inawaingizia kipato. Kwa hiyo inabidi wajaribu kuwa na njia endelevu ambazo zitawasaidia kwenye kuhakikisha kwamba ile kazi inaendelea kuwepo maisha yao yote, kwa sababu wenyewe wanaitegemea, badala ya kuanzisha vikundi vya mkaa vingine vya ziada waweze kutumia. Kwa hiyo tumejifunza kwamba ni vizuri ukatumia wale walioko kwenye swala zima la mkaa ambao wanaiona ni kama kazi yao. Lakini kingine ambacho tumejifunza ni kwamba mkaa itakuwa ni vigumu sana kwa mkaa unaotoka kwenye eneo endelevu au misitu endelevu kuweza kushindana na mkaa mwingine ambao unavunwa kinyume cha sheria. Kwa hiyo ambacho tunajaribu kukifanya au kukitetea zaidi ni kwamba huu mkaa ambao unatoka kwenye eneo endelevu kwa kuanzia inabidi usitoze ushuru wa aina yoyote, ili kusudi bei yake iwe sawa na ambayo inatoka kwenye ambako inavuna kwenye maeneo ambayo kinyume cha sheria. Cha kwanza ni kwamba wananchi wanaweza kwa sababu ukishawajengea uwezo na ukishajua lengo lao ni nini haswa, wanaweza wakatetea hii rasilimali isiendelee kupotea. Kwa sababu tunaona wengi wanategemea msitu kwa ajili ya kujipatia kipato. Kwa hiyo njia moja ya halali na ambayo haiharibu mazingira ni kuwasaidia na kuwajengea uwezo wafanye shughuli za mkaa, lakini kwa njia endelevu ambayo zinajali pia na mazingira. Tumejifunza mengi sana kutokana na utekelezaji wa shughuli za mradi wa mkaa endelevu kama mlivyosikia toka kwa wadau mbalimbali. Tumejionea jinsi mradi huu unavyojaribu kukabiliana na uharibifu wa misitu kwa kuanzisha utaratibu utakaotoa motisha kwa wananchi kuendelea kushiriki katika kusimamia misitu yao ya vijiji. Utaratibu huu umeonekana kuwanufaisha wadau wengi zaidi. Basi tunaiomba Wizara ya Maliasili na Utalii, Wakala wa Misitu TFS na idara nyingine zinazohusika kupitisha utaratibu huu ili tuweze kuokoa misitu yetu inayoendelea kuisha kila siku.